Mtazamaji wa Shayia Media, nikukaribishe tena katika siku nyingine. Leo niko maeneo ya Nala, nimeweza kutembelea hapa, nimemtembelea mzee wangu hapa ili kwa ajili ya kuweza kuijua Nala kiundani zaidi, hususan yeye pale anapoweza kupajua. Ataweza kutueleza kwa kina yeye amefika hapa na muda gani, na mpaka sasa hivi kulikuwa kuna vitu gani zamani ambavyo vilikuwa havipo na sasa hivi ni vitu gani ambavyo vipo, hususan katika uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Utakuwa na mimi, jina langu Idi Waziri Jemedari, nitakuletea habari hizi mwanzo mpaka mwisho. Hivyo basi ambatana na mimi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Mimi naitwa Michael Dominic Magagu na ishi Nala. Ni muda gani sasa tokea uko hapa Nala? Mimi huu mwaka wa 10. Nilikuja hapa Nala haikuwa hivi. Hivi viwanja unaviona ilikuwa ni mashamba ya mtama. Kitu ambacho ninashangaa sasa, nyumba huwezi kupata nafasi. Kwa uongozi wa kuanzia Magufuli na hasa Mama Samia. Tumeyaona maendeleo mengi hapa kwetu Nala. Tumeona barabara za ring road zikipita. Tumeona watu wanahamia wageni wengi. Viwanja kutoka samani ya kununuliwa kienyeji sasa vinanunuliwa katika mfumo wa serikali na kubinafsishiwa. Nimeona maendeleo yamekuwa makubwa mno. Nyumba zinapata namba na wanatupimia kwa viwango vile ambako hatukutegemea. Tumeona utawala wa mama ukizidhibitisha barabara hizi kikamilika za ring road. Kwa hiyo maisha yamekuwa mazuri kwa watu wa Nala. Yule mtu alikuwa ana uwezo wa kujenga nyumba kwa viwanja vyake na mashamba yake, aliuza na kajenga nyumba. Tumeona kwa kweli hatujaona tatizo lolote mpaka sasa kwa uongozi wa mama. Wakati huo ukiwa umefika hapa, swala la maji ilikuwa mnaenda kuchota umbali gani hasa? Kwa kweli maji kilikuwepo kisima kimoja tu cha maji ambacho walitumia watu wa zamani, ili kilitengenezwa wakati wa ujamaa na mzee Julius. Na bomba la maji tulikuwa tukichota moja kwa foleni. Lakini pamoja na kwamba serikali na mipango mizuri ya kuleta maji, watu wamekuwa wakichimba visima sana vya maji ardhini na tunapata maji karibu kwa sasa. Na nimeona kwamba hospitali ya City imejengwa, ambapo zamani ilikuwa ni lazima tuende General Hospital mbali, lakini hospitali ya City imejengwa na tayari barabara zimepasuliwa kuelekea hospitali za City na ni za lami. Shule ya asilimia kubwa wengi walikuwa wanakwenda mjini, wakipanda na basi kwenda mjini wanateremka. Kwa hiyo usafiri ulikuwa ni wa mabasi? Usafiri ulikuwa ma Land Rover. Shule zilikuwa hakuna. Shule ilikuwepo sawa moja Nala, maeneo ya Bwawani pale, lakini kwa wingi wa watoto wa Nala wengi walikuwa wanapelekwa tu mjini kwa sababu ilikuwa itoshi. Nala haikuanza juzi. Nala ni jina kamili, lipo siku zote, na wakazi hapa hilo jina walilita Nala kwa sababu ni jina la kijiji, na liliitwa Nala kwa sababu walipokuwa wakivunja vijiji watu wanahamia, walipanga hapa paitwe Nala baada ya uhamisho wa vijiji. Kwa hiyo hapa panaitwa Nala. Ni chakula gani haswa katika kata ya Nala watu wanapendelea kuvipika sana, hususan wazee wa zamani? Hapa Nala wanapenda kupika ugali wa mtama, lakini kwa sababu sasa mashamba ya kulima imegeuka viwanja, watu wanakula ugali. Lakini mtama alikuwa anakula mboga za Kigogo nyingi tu, nsansa, sanyantwa, hatile. Kuna mboga inaitwa chidinkulilo. Nadhani sita kama nitakuwa nimepatia. Chidinkulilo sio mboga, ila kuna kama aloe vera. Sasa majani yake wanakula Wanyambwa, yanaitwa kinyambwa madinkulilo. Ni kama aloe vera, pia unaweza kutumia kama dawa. Maua yale maua. Kwa hiyo unaweza kutumia kama dawa. Na inatibu nini hasa? Yani aloe vera inatibu magonjwa 40. Kwanza ina flash tumbo unapokunywa saa 12 asubuhi, robo kikombe. Watu wote wenye vitambi walielewa hili. Unapokunywa robo kikombe aloe vera, sasa usile mpaka saa 5.
utakwenda kinyesi kingi sana. Robo kikombe cha chai kile cha shilingi 200, lakini kwa robo. Mara ya pili utaalisha kama maji machafu. Mara ya tatu utaalisha kama kamasa zinazotetemeka, zinatoa na kutu kabisa. Kwa hiyo wale watu ambao wa habari za nguvu za kiume wanatakiwa wapunguze mafuta. Tunapokula chipsi mafuta dakika 3 ya hivi tunakula mabichi. Hii inatokana na nuru za macho, wanawake kuzaa kwa operation, milija uzazi inafunga zile cholesterol. Kwa hiyo wanaweza kufanya hivyo. Robo kikombe, lakini uangalie afya ya mtu. Unaweza kutumia chini ya robo ya kikombe. Kama ni mwembamba kuanzia kilo 60 kwenda juu, anza kutumia robo kikombe. Akienda mara 3 atachukua koka na kunywa ya baridi na kata ile walishaji. Na unakaa vizuri. Na mbona unazijua hivi? Huwa unatoa tiba hii? Mimi fani yangu ni muuzaji wa dawa hizi za kisuna. Na nimekuwepo kwa muda wa miaka 10. Ndio. Mimi magonjwa ya sukari ninatibu. Na hatuwezi kupatana bei. Nitakupa hiyo dawa, utakunywa kwa siku 5. Ukikuta sukari 10 imepungua ghafla, basi ndio tutapatana bei. Sukari kabisa natibu. Kwa mtu labda atatamani kukutafuta wewe kwa hapa Nala, ofisi yako iko maeneo gani? Mimi ofisi ndo naziandaa na hapa najenga kwangu, ofisi ndo naiandaa hapa. Najenga ofisi ambapo watu wa ganzi, sukari, chembe natibu kwa dakika 5. Chembe natibu kwa dakika 5, lakini tumbo natibu kwa dakika 5. General stomach disease, magonjwa yote ya tumbo. Liwe chango la kuchoma nyuma ya mbele, kukatia chini ya kitofu. Natibu kwa dakika 5 tu, na dawa ambayo ya mvuke inatembea vizuri tumboni. Na una experience ya miaka 8 naiuza. Sijapata madhara yote, na dawa yangu nimeweka picha. Kwa hiyo wanaendelea kupata matibabu vizuri kabisa. Vizuri kabisa, nafuatwa mpaka hapa. Sasa tukiachana na hilo, tukiongelea yale mama rais wetu Samia Dr. Suluhu Hassan aliyoyafanya mpaka kufikia hivi sasa, wewe unamuongeleaje rais wetu kwa yale mambo 5 ambayo anaendelea kuyafanya? Mama Samia ninamjua kazi zake. Kwanza ana asili ya kidini napomwangalia. Alafu kwa 80% au 90 ameweza kutekeleza ile miradi aliyoacha Magufuli. Tulikuwa tuna hofu. Nataka niwaeleze wa Tanzania, ukimwona mtu anakamilisha miradi na kuwatekelezeni mambo mnayotaka, msitafute lingine. Huyu mama ni rahimu. Kama ningepata muda wa kusema naye, ningemuomba tu nimpe ushauri. Lile bomba linalotoka Mwanza la maji, mkoa wa Shinyanga watu wasukuma wanahama sana ukosefu wa maji. Wangekuwa wanapeleka kila kilomita 100, wanapeleka hata kilomita 10 mabomba ya umwagiliaji. Iwe Greenland kuanzia kanda ya ziwa. Kama ningepata nafasi ya kukutana naye na nikamshauri. Na mambo 5 ambayo nimebeba yananiuma sana Tanzania, nao ni uchumi. Nimezungumza kwa mambo 5 ambayo yananiuma Tanzania, ambayo yanaweza akalisha uchumi wa Tanzania na tukajitemea kichakula na nchi zikaja zikachukua. Tunaweza tukalisha nchi hata 10 katika Afrika hii. Hasa kama tunafanya ile ardhi ya kutoka Shinyanga ni tambalale. Tunakuja tunapita Isaka, tunapita mpaka Bukene ni tambalale. Tunakuja Tabora yote mpaka Singida ni tambalale. Sasa kama lile bomba lingetumiwa kuwa kila linapopita lile bomba wanapeleka kilomita labda 50 bomba, kila maili 15 wanapeleka kilo 50, wanafanya kilimo cha umwagiliaji. Nafikiri Tanzania ingejitaweza na chakula tungelisha nchi zote hapa. Bado ni uchumi kwa sababu nchi nyingi hazilimi. Kama kule Kenya mabepai ndio wamekamata ardhi. Unamkuta mtu anaweka 800 analima na kagua kwa helikopta. Alafu lingine, ningependa shirika la Tawafiko lirudishwe. Samaki waliopo Kigoma hatujaweza kuwavua. Ni ziwa la pili katika Afrika, katika dunia kiurefu. Samaki hazijavuliwa, na sasa hivi dagaa Kigoma zinauzwa kilo shilingi 30,000. Uingereza karibia laki na spare. Hazijavuliwa na hatuna meli za uvuvi. Cha 3, wakazi wa Kigoma pale ni lango. Ule mkoa unazuka mkubwa, watu wanahamia. Hatuna meli za kwenda Kongo, Burundi, kwenye mwambao wa bahari kama vile Kivu, Kalemi na Zambia. Ile meli nyingine imekuwa iko pale, wanasema wanapima madini, inakwenda kwenye maji na rudi. Wanafukulia bahari wanasema, lakini
hatuna ushuhuda wote juu ya meli. Kwa kweli usafiri wa Kigoma kwa meli haupo. Pale zingeshushwa meli za uvuvi na serikali ipeleke watu wakasome habari ya uvuvi. Na ziwa la Kigoma linaweza likalipa kabisa kodi za Watanzania wote. La nne, napenda kumwasi lifufuliwe ili shirika la reli, make nyumba zake zimechoka sana. Zimechoka, milango inaibiwa na ile reli ya kwenda Mpanda, japokuwa mkandarasi yupo, lakini ile reli ni lango, watu wa ukanda ule wanapata tabu sana juu ya usafirishaji. Na shirika la reli kwa sasa limebaki linasafirisha kwa upande wa mazao ni reli ya Mpanda. Kama watamuona mkurugenzi mkuu wa shirika la reli, atawaambia ukweli, kama tunaboresha reli, mazao yanaweza yakatoka kule. La tano, nataka niseme kwamba katika nchi yetu habari za mabwana shamba ni wachache. Kijiji kimoja kinaweza kawa, yani kata moja inaweza kuwa na vijiji vingi. Bwana shamba anakuwa mmoja, hana uwezo wa kuwazungukia wakulima, kuwaelekeza walime kisasa. Ndani ya mvua miezi mitatu mishapita. Kwa hiyo waongeze mabwana shamba ili waweze kuwa na ushauri wa kulima. Alafu kingine ambacho ningependa, kuna mbegu ambayo ilikuwa inatoa mahindi matatu, ilitoka Urusi au China kama sikosei. Alileta Bwana Julius Kambarage yenyewe wakati wa ujamaa. Ile mbegu ilikuwa ukilima mashina 5,000 katika shamba unavuna gunia 30 neti. Make mahindi ni 15,000. Mahindi 15,000 kila mwindi mmoja ulikuwa una uwezo wa kubeba mahindi matatu. Sasa wakatuletea mbegu bora ambayo wanasema inatoa mahindi 2 lakini makubwa. Ile mbegu ikapita. Imekuja mbegu mwindi mmoja mbegu moja. Hatupati gunia 30, tunapata gunia 10 na mbolea zimepanda. Mfuko mmoja wa mbolea 1.5 kani na urea katika eka moja na bado. Kwa hiyo inakuwa kama tunarudisha hela. Kama ningefanikiwa kumuona, ningeshauri hili iletwe mbegu ya mahindi matatu ya zamani ambayo hiyo inamnufaisha mkulima. Asante sana. Tuko katika swala la mwaka ambao tunaenda ni mwaka mkuu wa uchaguzi, na ndio tuko sasa. Leo tuko ni mwezi wa 4 tunaelekea mwezi wa 5. Maneno machache kwa Watanzania haswa katika huu mwezi wa kwenda katika swala la uchaguzi. Mimi nataka Watanzania wachague watu wazalendo. Kama amani inapatikana, tunaishi na watu wetu wanasoma, tusafute balaa, si watishi wa Tanzania, bali tumeona tawala zao wakitawala. Hizi kasoro ndogo ndogo tuziondoe na tuwe watu wa msamaha. Kama ningepata nafasi ya kueleza Watanzania, Tanzania ni taifa kubwa ambalo lina heshima kubwa, limeikomboa Afrika. CCM ni chama ambacho kilitengeneza mahusiano na nchi za jirani. Hatuwezi kushambuliwa sisi kwa sababu nyingi tumeziokoa. Kuanzia Msumbiji tumekuwa nao, Afrika Kusini tumekuwa nao, wa Zambia tumekuwa nao, watu wa Burundi, Rwanda tumewekea utawala mzuri. Kwa hiyo viongozi waliopita pale na hawa wanaotawala waliuiana kiakili, na sasa tunapata amani. Kwa hiyo amani ya Tanzania itokani Tanzania tu na wale majirani yetu walioishi vizuri. Kwa tusitafute kwenda chama kingine. CCM bado ni chama, ila tunachoomba watafute watu ambao wanajua uzalendo. Mungu ambariki sana Samia. Mungu awabariki Watanzania. Naweza nikasema kwamba Watanzania tuwachague hao wanaotutendea. Anayekuja tumjui. Ndio. Bwana. Leo tunakuongezea, tunaomba mzunguko wa fedha uongezeke. Tumeona mzunguko wa fedha unapungua. Sasa biashara zimeongezeka, mzunguko wa hela unakuwa unafinywa mdogo. Sasa ili tuweze kufanya biashara, watembee kwenye mzunguko wa kawaida na uwe kweli inazunguka. Alafu swala la watu kukwepa kodi limekuwa ni kubwa, watu wanaweka fedha ndani. Kwa hiyo hili aliliona Bwana Magufuli, lakini pamoja, sisemi abadilishe fedha, ila atafikiria kama ataweza kufanya. Lakini ukweli ni kwamba mzunguko umekuwa mdogo na tunaona biashara hazitoki kwa muda mwafaka. Hata vyombo vya usafiri sasa vijai, walikuwa wanasingizia mashirika myumbo wa uchumi kati ya watu kwenda kuzalisha shamba, sasa wasafiri. Na sasa hata baada ya kuvuna naona vyombo vya usafiri vinakuwa havina watu wengi, basi wakuta na watu nusu, treni na watu nusu. Lakini sasa tunaona mzunguko umekuwa ni mgumu. Akienda mtu na biashara anaweza kuchukua muda mrefu tofauti na zamani kulikuwa kuna mzunguko. Kwa hiyo mzunguko utapoongezeka, watu wataweza kulipa kodi, watu wanaweza kujikimu kimaisha. Tunachoomba mzunguko, maduka yameongezeka mpaka senta za vijiji tunaziona zina biashara, lakini mzunguko wake uko chini sana. Nilikuwa napenda ofisi ya Rais ianzishe kipindi cha kuchukua maoni ya watu katika serikali, wanachukua kupitia hicho kipindi. Kwa sababu hatuna sehemu ya kuishauri serikali kama raia. Zamani mwenye alikuwa anakutana na wazee wa mikoa, lakini ni wachache, lakini akiwa na
na media ambayo iko juu inaruhusu kupokea taarifa kutoka sehemu yote ya ushauri. Kulishauri taarifa yetu likakaa mahali ambapo anatakiwa pakae. Kuna watu hawakusoma lakini wana akili ya biashara. Sasa tungeweza kumshauri kupitia hiyo media ya serikali ambayo inapokea ushauri na kuchambuliwa na watu. Mabaya unaacha, unachukua mazuri ambayo yanakuwa na manufaa kwa Tanzania. Tumebeba vitu vingi lakini hatuna sehemu ya kuvipeleka. Maneno haya umeweza kuyasikia kwa umakini sana, na Nala ameweza kuichambua. Ilikuwa inaitwa Nala kuanzia zamani. Ameweza kuelezea mambo kadha wa kadha. Mtazamaji wa Shayia Media, najua kuna kitu ambacho umejifunza kikubwa sana. Hivyo basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kushare ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Asante, na mimi nikutakie uwe na mapumziko mema. Kwa sasa naomba niweze kuishia hapo. Tukutane tena wakati ujao na kipindi kingine.